Kwa nini upasuaji wa mgongo wa endoskopiki ni bora zaidi kwa wagonjwa vijana? Leo tutaangalia mfano mmoja wa hivyo. Leo yule ambaye tunakwenda kumfanyia upasuaji ana umri wa miaka 21 na ni mwanamichezo. Anataka siku moja kuiwakilisha nchi kwenye michezo, na kwa ajili ya hilo anafanya kazi kwa bidii sana. Lakini kwenye hiyo diski imetoka na inabonyeza neva yake. Kwa sababu hiyo ana maumivu makali kwenye mguu wa kushoto na leo amekuja kwetu. Hivyo tumemshauri afanyiwe upasuaji wa mgongo wa endoskopiki kwa sababu kidonda chake kinakuwa kidogo kuliko hata kucha yetu. Hata misuli haihitaji kukatwa, mfupa haukatwi, na kipande cha diski ambacho kinabonyeza neva tunakiondoa ili mgonjwa apone. Faida yake ni kwamba wagonjwa vijana wanaotaka kuendelea na michezo wanaweza kuendelea na michezo baada ya upasuaji huu, na pia wanaweza kuliletea nchi yao sifa. Basi hebu leo, kabla ya MRI hii, tuelewe kwanza kwa nini tunafanya upasuaji huu kwa ajili yao. Hii hapa ni picha ya MRI yao. Hapa tunaweza kuona jinsi diski kubwa ilivyotoka nje na inabonyeza neva yao. Kipande hiki cha diski kilichotoka nje kimebonyeza neva ya upande wa kushoto. Upande wa kulia tunaweza kuona neva inaonekana vizuri, lakini upande wa kushoto neva imebanwa. Ndiyo maana ana matatizo kwenye mguu. Hawezi kucheza, hawezi kutembea na maisha yake yameathirika. Vile vile tukitazama picha ya sagittal sasa, hebu tuone inaonyesha nini. Kwa hiyo tukitazama kwenye kipande hiki, tunaweza kuona kipande cha diski kimetoka nje hapa na kinabana neva yake. Neva yake inabana upande wa kushoto tu. Anapata maumivu kwenye mguu wa upande huo, ndio maana hawezi kutembea wala kucheza. Kwa hiyo leo tutafanya upasuaji wa mchezaji huyu wa miaka 21 mwenye MRI hii kwa njia ya endoscopy ili apone na aweze kurudi kwenye michezo yake. Baada ya saa kama 45 tangu upasuaji wangu, niliweza kutembea kawaida na kuzungumza, kitu ambacho hakikuwezekana kabla ya upasuaji kwa sababu hali yangu ilikuwa hivyo. Nilikuwa napata shida sana kwenda kutoka chumba kimoja hadi kingine. Singeweza kusimama vizuri na maumivu yalikuwa makali sana. Kiwango cha maumivu wakati wa kutembea naweza kusema kilikuwa 10. Huu ni siku yangu ya 4 baada ya upasuaji na niko sawa kabisa, sina shida yoyote. Nimekaa kwa raha. Miguu yote miwili ilikuwa inahisi uzito na kulegea. Ninaweza kutembea kwa urahisi kwa kilomita 1 kutoka hoteli niliyokuwa nikiishi. Kwa hivyo ningekushauri ukaribie barabara. Ukiwa na tatizo lolote kama hilo, lionyeshe kwa kila mtu. Utapata matibabu bora bwana, kama mimi, Kare na Sanyam. Nimeambiwa kwamba anaanza kuanza kucheza tena baada ya miezi michache. Asante.